Tunapokea mradi huu kwa mikono miwili na kwa heshima kubwa. Ni matumaini yangu kwamba mabweni haya yatatunzwa vizuri ili yaweze kuendelea kutumika kwa muda mrefu kwa manufaa ya wanafunzi, walimu na jamii kwa ujumla. Kweli mmeonyesha mfano bora wa kujitolea kwa maendeleo ya sekta ya elimu. Hongereni tena sana. Serikali yenyewe peke yake haiwezi, lakini pia inaweza ikafanya kwa kiasi chake. Ila ni wajibu wa sisi wote kuona tunataka walimu, tena walimu bora watakaofundisha. Taifa lililoelimika huwa maendeleo yanapimwa kwa kiwango cha elimu ya watu wa nchi hiyo. Tunapokabidhi mradi huu wa ukarabati wa mabweni haya ulioanza Novemba 11, 2024 umegharimu shilingi milioni 124,275,892, kazi iliyofanywa na Suma JKT kanda ya Ziwa Magharibi. Mafanikio ya ukarabati bweni la Uhuru na Jamhuri. Kiasi cha fedha shilingi milioni 124,275,892 kimetumika kufanya marekebisho muhimu. Tunawahimiza wananchi wote kuendelea kushiriki kikamilifu katika kusaidia chuo hiki kupitia juhudi za mara kwa mara za kuchangisha fedha kwa ajili ya mradi endelevu ya maendeleo. Tunatarajia kufanya mbio za Shaicom Alumni Marathon kuwa tukio la kila mwaka ili kuimarisha ushiriki wa jamii kusaidia miradi mingine muhimu. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Usimamizi wa vyuo vya walimu hivi viko 35 kwa sasa ambavyo vinafanya kazi ya serikali, na cha 36 bado kinategemea kianze mwaka huu. Na kama mlivyosikia historia hapa, hiki kilianza mwaka 65. Kwa hiyo vingine kuna chuo kimeanza mwaka 1922, vingine 28. Unaweza ukaona ni kwa kweli vimeanza kufanyaje? Vimeanza kuchoka, vinahitaji ukarabati wa hapa na pale mkubwa tu. Mimi nichukue fursa hii kuwashukuru wana Shaicom Alumni kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya ya kuanza kuona kwamba ni muhimu mkaendelea kuiunga serikali mkono katika kukarabati hayo mabweni ambayo kwa kweli tumeyazindua, tumeyaona pale kwa niaba ya mgeni rasmi, lakini nimefurahi sana sana sana. Lengo kuu la kufanyika kwa matembezi hayo lilikuwa ni kukusanya fedha za ukarabati wa miundombinu ya chuo chetu cha walimu hapa tulipo. Leo hii tumekusanyika hapa kushuhudia na kusherehekea pamoja mafanikio yaliyotokana na umoja wetu sisi sote. Ama kweli umoja ni nguvu. Mabweni ya wavulana yani Uhuru na Jamhuri yanayokabidhiwa kwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia hivi leo. Tunaamini mabweni hayo yatakuwa kwenye mikono salama ya uongozi wa chuo cha ualimu Shinyanga kwa kizazi kilichopo na baadaye. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.